Mambo vipi mtazamaji wa SAUT TV, karibu tena kwenye Girls Standard kwa msimu huu wa 6, mahali ambapo tunakutana mabinti kujadili mada mbalimbali zinazotuhusu. Mada mezani hii leo, je, wasichana wasomi wana nafasi gani katika kuwainua wasichana wengine? Kama tunavyojua, wasichana wana wajibu wa kuwainua wasichana wengine kimaendeleo, kama vile kuwapa misaada, kuwapatia elimu. Lakini kuyafahamu mengi zaidi ya hayo, ungana nami hadi kufikia tamati, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Dorcas pamoja na Pili. Karibuni sana. Asante. Kabla tujaendelea na mada yetu, ningependa mjitambulishe ili wawafahamu zaidi. Naitwa Pili Ndulu, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino, ambapo nachukua degree ya mawasiliano ya umma. Karibu Pili. Kwa majina naitwa Dorcas Jafet. Ni mass communication, ni idara ya mawasiliano pia ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino. Sawa Dorcas, nataka nianze na wewe. Tunaposema msichana msomi katika kuwainua wengine, tunamaanisha nini? Tunaposema msichana msomi katika kuwainua wengine, tunachokimaanisha pale ni nafasi ya yule msichana aliyeelimika. Tunaposema ameelimika, maana yake ana level fulani ya elimu au ana ujuzi fulani kuhusu jambo husika. Kwa hiyo nafasi yake katika kuwainua wengine inatokana na pale ambapo anaitumia ile elimu yake kuwainua wale wasiokuwa na uelewa juu ya lile jambo. Moja kwa moja tunaweza tukasema anaweza akatumia nafasi yake na akaonyesha mchango wake, aidha kwa kuwasaidia kufikia ile level ya kufanya maamuzi juu ya jambo fulani, lakini pia kuwasaidia kwenye shughuli zingine ambazo ni muhimu na zinahitaji elimu au ujuzi alionao. Sawa, tugeukie upande wako hapo Pili. Unadhani kwamba hili swala la kumsaidia msichana linatakiwa msichana ambaye ana elimu awe na nafasi fulani, mfano ya uongozi au ana cheo ndo afanye msaada kwa wasichana wengine, au hata tu mtu kama mimi naweza nikatoa msaada? Kwenye kuwasaidia watu wengine sio lazima uwe na cheo au nyadhifa fulani. Unaweza wewe kama wewe kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kama wewe umeweza kupata elimu, umeelimika, umepata kipato fulani, unaweza kutumia hiko kipato ambacho umekipata ili kuweza kuwasaidia wale watu ambao hawajafika ile hatua wewe uko nayo, kuliko kusubiria labda kuwa na nyadhifa fulani, labda kuwa mkuu wa wilaya, kuwa kiongozi fulani ili uweze kuwasaidia wengine. Kwa tumia ile nafasi ambayo uko nayo sasa hivi ili kuweza kuwasaidia wale watu ambao hawajafika kwenye hatua ambayo wewe uko. Na vipi kuhusu upande wako Dorcas? Unafikiri ni changamoto gani ambazo zinawakumba wasichana ambao wameelimika katika kuwasaidia wengine? Ni vikwazo gani ambazo wanakumbana navyo sana? Asante. Mimi ninafikiri kwamba jambo kubwa ambalo linafanya wasichana wasomi kutoonyesha mchango wao ule ambao jamii inautegemea kutoka kwao, kwamba huyu msichana ni msomi, tunahitaji mchango wake kwenye jamii, lakini anashindwa kufikia. Kwanza kuna ile tunasema yani ni mentality ya jamii na sisi wasichana tuliojengewa toka tukiwa tunalelewa, yani makuzi ya mabinti kutoka chini kule ndani ya familia, kwamba unakuta yule msichana hajajengewa ile hali ya kujiamini kwamba yeye anaweza akawa role model, yeye anaweza akawa mentorship, akawasimamia watu wengine na akasaidia katika level fulani. Lakini pia ile hali pia ya kuona kwamba ndio ninacho na fulani anacho, kwa nini fulani atoi na mimi kwa nini nitoe? Kwa ile hali pia inawafanya wasichana wengi walioelimika kutokuwa na mchango wote kwenye jamii. Yani wanashindwa tena sasa kusimama kama wasichana wasome kwenye jamii na kuonyesha michango yao kuwainua wasichana wengine. Kwa mimi ninadhani hizo zinaweza zikawa baadhi, lakini tukiangalia kwenye jamii zetu za kila siku tunaona ni kwa namna gani yani jamii ndio inatushape sisi kutoonyesha ile sisi tunaweza. Sawa. Na kwa upande wako Pili, wewe unahisi ni changamoto gani ambazo wanakumbana nazo kiachana na ya ili shinikizo la jamii kutotuamini au kutotujengea ile mentality ya kuaminika? Mimi naweza nikasema kutokuwa na uthubutu. Kama wewe hauna uthubutu wa kuweza kufanya jambo fulani, basi uwezi ukalifanya. Kwa kama msichana yeye mwenyewe akawa na utayari wa kuweza kusaidia watu wengine, basi hizo changamoto zingine zinaweza zikawa za kawaida. Kwa lazima uwe na uthubutu ili uweze kuwasaidia watu wengine. Jiamini kwamba unaweza na unaweza kutoa msaada kwa watu wengine. Sawa, unaweza ukawa unajiamini, unaweza ukawa una uthubutu, lakini kuna baadhi ya jamii hazikubali kwamba msichana anaweza.
yani sasa ndo mfano umekutana na jamii ya namna hii, wewe unawezaje kusimama kwenye nafasi yako ili uwafanye jamii ielewe na wewe uelekee moja kwa moja katika kutimiza wajibu wako? Kwanza kabisa tunasema watu wakikosa elimu ndio hayo yote yanaweza kutokea. Kwa kikubwa kwanza, kabla ya kufanya hivyo, kupiga hatua ya kuweza kuwasaidia, unatakiwa utoe elimu. Je, hilo jambo ambalo unalifanya lina umuhimu gani kwa watu wengine? Kwa baada ya kuwapa elimu, basi watu wanaweza wakapata uelewa kwamba hili jambo likifanyika litaleta matokeo chanya kwa jamii. Kuuliza hapo swali dogo, wewe mwenyewe una mchango wowote kwa wasichana ambao Mimi ninao mchango kwa wasichana wewe. Unatoa mchango gani kwa wasichana? Mimi binafsi, kwa sababu kwa hatua nilofikia, naweza nikasema naweza nisimsaidie mtu kifedha, lakini nikampa ushauri ambao unaweza ukamfikia kwenye lengo fulani, kama ni wa kibiashara, kuanzisha ujasiriamali, hata katika maamuzi pia. Sawa, vipi upande wako wewe Dorcas? Unatoa mchango gani katika kuwainua wasichana wengine, wewe kama msomi? Kwanza mimi naamini nina mchango, kwa sababu ninachoamini ni kwamba nimeelimika, na kama nimeelimika kuna watu wakisimama wataniona mimi. Kwa kama wataniona mimi, tayari mimi ni role model kwa mtu ambaye huenda namfahamu au simfahamu. Ule mchango wa kuwa role model, ina maana kuna kitu kakiona kwangu ambacho na yeye anawishi awe nacho. Kwa moja huo ni mchango. Lakini mchango mwingine kwa level niliofikia, mimi nadhani hatua ya kufanya maamuzi ni hatua kubwa sana. Kwa hata wazo langu likiwepo ndani ya maamuzi ya jamii au ya msichana yeyote, tayari ule ni mchango ambao mimi kama binti nilielimika nimeutoa kwa jamii yangu. Lakini mbali na hapo, nina imani kwamba sisi wenyewe tuna ma role model wetu wakubwa, na ndio maana tunapoangalia wao na sisi tunaishi tupite pale. Kwa kutengeneza nafasi ya kuwa mfano wa kuigwa, tayari huo ni mchango. Kwa tukiishi tutakuwa tutengeneze ile namna. Mchango wangu ni utengeneze vipi? Ninautengeneza pale. Mfano wewe Pendo, mchango wako unaotengeneza vipi? Unaotengeneza pale ambapo kuna mtu akikaa anasema natamani niwe kama presenter fulani. Okay. Akitamani hivyo, basi moja kwa moja wewe tayari kuna mchango, kuna mtu unamuinspire, yani unampa hamasa ya kufika pale ulipo. Huo ni mchango mkubwa sana tu. Sawa, kwa upande wenu wote wawili, mnajua mfano wa msichana gani ambaye yeye amesimama imara katika kuwainua wasichana wengine kimawazo, kifikra, kifedha, kwa namna yoyote ile? Binafsi naweza nikamtolea mfano Jikitu Mwigelo. Kuna muda alianzisha bidhaa za kuwasaidia kwanza wanawake, lakini pia ameweza kutoa elimu kwa wanawake na kuwapa misaada mbalimbali. Mimi nadhani kwa upande wa Tanzania tuna watu au tuna ma role models. Tuna watu ambao tunawatazama kwa jicho kubwa sana au jicho la kipekee. Mfano tuna Dr. Tulia Ackson. Yeye ni mama ambaye ameshakuwa speaker, akawa speaker ulimwengu. Kwa hiyo ile ni role model mkubwa sana. Lakini pia mchango wake kwa jamii inayomzunguka kila siku katika shughuli za kikazi, lakini pia kama miongoni mwa mtu ambaye anahitajika kwenye jamii. Tunaiona michango yake, lakini pia tunaitazama na sisi tunawishi tunaitazamia tufike huko siku moja. Nje na hapo, tunaona ndani ya jiji letu la Mwanza hapo tarehe 28 tulikuwa na uzinduzi wa kituo kikubwa sana, lakini unakuja kuangalia ile foundation yote iliyofanyika kwa ajili ya kile kituo cha kulelea wale watoto kimetoka kwa mdada, mkurugenzi wake ni mdada. Kwa hiyo tunakuja kuona kumbe hata sisi wadada wasomi tunaweza. Na mna ushauri gani kwa jamii ambayo bado inadhani kwamba wasichana wasomi hawana nafasi bado ya kuwainua wengine kwa sababu wao ni wasichana? Wanaamini kwamba watoto wa kiume au wavulana ndo wana mchango mkubwa sana katika kuhamasisha watu wengine kwenda mbele. Nawaambia nini jamii ya namna hiyo? Kwanza mimi hapo labda ni cha kuwaambia, yani cha kuiambia jamii ni kitu kimoja. Kwanza watoe ile mentality kwamba sisi hatuwezi. Mimi ninachoamini wasichana tuna nafasi kubwa, labda wakitupa nafasi hiyo tunaweza tukaionyesha kwa ukubwa pengine tofauti na jinsia yetu, jinsia ile nyingine. Lakini pia ile mentality ya kutuona sisi hatuwezi, naona ndio inatufanya sisi tushindwe kusema vile na tushindwe kusimama kama wadada. Kwa mimi nadhani wafungue milango kwa ajili ya wadada, afu tuwaonyeshe tunaweza. Vipi kwa upande wako wewe Phili? Nafasi ndio kila kitu. Akitupa nafasi tutaweza kuwaonyesha yale ambayo hata wao hawakutarajia. Jamii tuamini sisi wanawake tunafanya mambo mengi sana. Kupitia kwenye uongozi, majukumu ya nyumbani, wanawake tumesimama imara. Kwa watupe nafasi tutawaonyesha yale ambao wao hawajawahi kuyaona, na tunaweza tukawainua kwa asilimia kubwa wanawake wote ambao wao hawajainuka.
Sawa, mtazamaji, unadhani umeyasikia mengi sana na umejifunza mengi, lakini pia wewe msichana msomi una ya kwako ya kutuambia. Wewe unatumia namna gani au unatumia njia gani katika kuwainua wengine? Unaweza ukatuandikia maoni yako hapo kupitia kurasa zetu za Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok @SauTV_TZ. Tukiwa tunaelekea kutamatisha kipindi chetu, mnawaambia nini wasichana wasomi ambao sasa kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa wanakumbana na matatizo katika kuwainua wengine, au bado wako wanapitia process za kuwainua wengine lakini wanakatishwa tamaa? Mnawaambia nini? Kama una ndoto ya kufikia kitu fulani, basi ni lazima ujitoe, lazima upambane ili kupata kile ambacho unakitarajia. Haijalishi njia ina miba kiasi gani, lakini hakikisha unaivuka ili kufikia ile hatua ambayo wewe umekusudia. Kwa kama mwanamke, kwanza unataka ujitambue na kujithamini na uonyeshe uthubutu, ndo kila kitu. Uoneshe kwamba wewe unaweza. Anza taratibu, ndo mwendo, Waswahili wanasema Kwa ni lazima uanze kidogo kidogo, mwisho wa siku utafika kwenye ile hatua ambayo umekusudia, na wanawake wengine wanaweza wakafanikiwa, lakini pia wewe ukawa umebaki kama sehemu ya historia kwenye maisha yao, kwa sababu umewatoa pale ambako walikuwa kwenye hatua ndogo na umewapeleka kwenye hatua ambayo wamesimama wao kama wao na wameweza kufanya mambo mengine ambayo yanaleta maendeleo kwenye jamii zetu. Sawa, tukitamatishia kwako Dorcas, wewe una lipi la kuambia wasichana wasomi ambao ndo wako kwenye process za kuwainua wengine lakini either wanakumbana na changamoto au la? Kwanza mimi ni mnukuu mwenzangu kwamba uthubutu. Ukizungumzia uthubutu, kujaribu hivyo, ukijaribu lazima na ukijaribu utafanya. Tunachoamini, yani ukijaribu utajaribu, lakini mwisho siku utafanya. Lakini pia jamii inatakiwa itambue kwamba kumuinua mwanamke ndo nyenzo, yani ndo nyenzo kuu ya kuonyesha maendeleo kwenye jamii yoyote ile. Kwa hiyo ili huyu mwanamke ainuke, lazima tuanze kwa msichana. Kwa hiyo tunaamini kwamba msichana yule msomi akifanikiwa kuwainua wasichana wengine, tayari tuna jamii ambayo ina wanawake ambao wanaweza kustahimili majukumu yao, lakini pia wanawake ambao wanaweza kaitoa jamii kwenye level fulani ya maendeleo na kupeleka level nyingine. Sawa, asanteni sana. Mtazamaji, hadi kufikia hapo mimi sina la ziada. Nafikiri umejifunza mengi, lakini kubwa zaidi la leo nililojifunza ni kwamba msichana msomi ambaye uko kwenye harakati za kuwainua wasichana wengine, usikatishe tamaa kwa namna yoyote ile, iwe kwa maneno au kwa vitendo. Pigania nafasi yako ili kuokoa maisha ya watu wengine. Sina la ziada. Mimi ni Pendo Abdallah kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi chetu cha Girls Standard. Kwa heri hadi wakati mwingine.